mtazamaji wa Abu Uthman TV. Leo tumepata bahati ya kuhudhuria katika maziara haya ambayo tupo, maziara ya kwa Sharifu Haidar, maziara ya kwa Sharifu Haidar ambayo maziara haya yanapatikana jijini Tanga katika mtaa wa Msambweni katika viwanja vya maziara ya Sharifu Haidar. Ndani ya maziara haya na hapa mahala ambapo ndio tumefanya ukazi kwa muda huu, ni sehemu ambayo kwamba miaka minne nyuma tuliweza kumsitiri nyanya yetu, bibi yetu, mama yetu, Bi Fatima binti Hussein Mwariko. Tuliweza kumstiri hapa kwenye eneo hili ama kwenye kabri hii ambayo iko mbele yenu hapa na iko mbele yangu. Huyu Bi Fatima binti Hussein Mwariko, mimi mzungumzaji, ni bibi yangu aliyenizalia mama zangu na wajomba zangu, lakini pia nimekaa hapa katika kuzungumza haya, najisikia raha kwamba mimi nikawa ni miongoni mwa wale ambao ni katika wajukuu zake. Yani najisikia raha kunasibika na huyu bwana mkubwa aliyezikwa hapa, kwamba nina nasabu naye. Hilo la kwanza. Lakini la pili, pia napata fahari ya kwamba nimelelewa mimi kutoka udogo mpaka kufika hivi nilivyofika, nimelelewa kwenye mikono yake yeye na si wazazi wangu wale walionizaa. Maana nimelelewa na bibi, na ndio huyu ambaye yuko kwenye hii kabri ambayo iko mbele yangu. Lakini leo watukufu Waislamu, nitaeleza walau mawili matatu ambayo yatakuwa ni katika nafasi ya manakibu yake, ni katika nafasi ya alivyokuwa almarhuma bibi yangu Fatima binti Hussein Mwariko. Bibi yangu huyu ni mtu, alikuwa ni mtu wa ajabu, alikuwa ni mtu mkubwa katika hali zote, alikuwa ni mtu shujaa, alikuwa ni mtu mwenye ufahari wa kipekee. Moja katika mambo ambayo naweza nikatolea mfano yakisadikisha haya ninayoyasema, bibi yetu huyu itakapokuwa zimetokea kesi za kimahakama, za kipolisi, za huku na kule, za kimtaani, iwe ile kesi imemhusu ndani ya damu au iwe ile kesi imenasibishwa na mtu anayemfahamu, basi yeye yuko radhi aivalie njuga. Mona anaivaa na analisimamia jambo mpaka linakwisha na linakaa sawa. Alikuwa ni mtu shujaa na hakuwa ni mtu mwenye kuogopa watu, bali yeye alikuwa ni mtu mwenye kumwogopa Mungu na ni mtu mwenye kuwaheshimu watu na si kuogopa watu. Lakini katika mmoja pia ya mambo ya ajabu, kwa sababu tukisema manakibu ana mengi tukiwa tuyaeleze yake, lakini nafasi haitupi, lakini tuwaeleza, tuagusa kidogo kidogo, kama Mtume sallallahu alaihi wasallam alivyosema, udhkuru mahasina mautakum, tajeni mema ya maiti zenu, walakin kufu amma sawihim, na lakini ficheni na muyanyamaze yale maovu ya maiti zenu, muwe tu mnataja yale mazuri yao. Moja katika hayo, bibi yangu huyu alikuwa na uradi ambao mnaweza ngasema mimi ndo mpaka leo nimepata kujifunza kupitia uradi huo. Alikuwa na uradi wa kutoa sadaka. Kila ikifika Ijumaa, wakati kipindi hicho sisi tuko wadogo, miaka 4-5 mpaka kufikia tumekuwa wakubwa, alikuwa kila ikifika siku ya Ijumaa anatugea shilingi 200. Yani mimi na wajukuu wenzi wangu anatugea 200 ana change. Alafu anatuambia nendeni msikitini kwa Mwalimu Badi, ambapo ndio madrasani kwetu tukisoma.
alipotuandikisha. Tukienda msikitini atuambia hizo 200 kapu itakapopitishwa, wakati mwenye kupitisha kapu anachangisha, nyinyi tieni 200 zenu, mtakuwa na nyinyi mmetoa sadaka. Na jambo hilo amelifanya mpaka tumeweza kupata upambanuzi, ndio ikawa limekatika jambo hilo, yeye kutupa ikawa tufanye sisi wenyewe, yani sadaka zetu wenyewe, pesa zetu wenyewe, ikawa tuweza kujitolea wenyewe. Lakini mwalimu aliyetufunza utoaji wa sadaka ni yeye bibi yetu Bi Fatuma Hussein wa Mwariko. Lakini mbali na hilo pia alikuwa na sunna akiifanya kila Ijumaa, ambayo pia nimeichukua mimi na naishi nayo. Kila Ijumaa bibi yetu huyu alikuwa akikopa, akinunua, akiazima, lakini atahakikisha pale nyumbani kwake, ambao ndio nyumbani kwetu, tunakula kama si pilau basi ni wali mweupe wa maji. Yani alijitengenezea mazingira hiyo kwamba Ijumaa kwake yeye aliifanya ni Idi, kwetu Ijumaa alifanya ni Idi, aliifanya ni siku kubwa, aliadhimisha siku ya Ijumaa, akitugaia sadaka twende misikitini tukatoe, lakini akipika chakula kilichokuwa kitamu ambacho ni chakula cha wali, kama si wali wa maji basi atapika pilau. Kwa hiyo ni katika mambo ambayo kwa maneno ya kawaida, kwa mambo ya kawaida tutaona ni mambo ya kawaida, lakini katika familia zetu hizi kupikwa pilau pengine hadi labda sikukuu, kupikwa chakula cha tamu pengine kuwe na hafla. Lakini huyu bibi yetu alikuwa kila ikifika Ijumaa akifanya uradi huu wa kupika chakula cha tamu kwa kuenzi ile siku tukufu ya Aljumaa. Hayo ni miongoni mwa mambo mema yake ambayo kwake tunaweza kusema kwetu ni sunna, tumezinukuu kwake. Lakini pia bibi yetu huyu kwa kumalizia, maana muda utupi na ana mengi mazuri, lakini kubwa alikuwa ni mtu mwenye kusaidia watu kwa kweli. Alikuwa ni mkunga, alikuwa ni daktari, alikuwa akitibu watu vidonda, alikuwa ni mtibabu, na alikuwa yafika pahala yeye aweza akamhudumia mgonjwa kama ni wa kuzaa na asimtaki hata 100. Akamhudumia mgonjwa kama ni wa kuzaa na asimtaki hata 100, ima awe amemjua mgonjwa ule awe hakumjua, na kisha baada ya pale wakaombana ruhusa na maisha mengine yakaendelea, ambalo hilo ni aghlabu sana, ni jambo halipo katika miji yetu hii ya Kiswahili. Na hata ukienda wapi huwezi kukuta kwamba mtu kaenda na mama mjamzito hana hata 100, waalaikum salaam wa rahmatullah, akahudumiwa yule mjamzito, alafu bwana hatuna hata 100 bwana. Ukuti hata katika hospitali utahudumiwa, lakini baada ya hapo utaletewa risiti kwamba mgonjwa wenu amehudumiwa matibabu ya shilingi kadhaa. Lakini bibi yetu huyu alikuwa ni mtu wa kusaidia watu katika yale ambayo yalikuwa ni katika miliki yake. Moja ni hayo ya ukunga wake, aliwasaidia watu wengi, wengine mpaka wengine hatuwajui, tumekuta tutuambia kwamba yule pia alisaidiwa na bibi yenu yule, msimuone vile yule hivi. Yani alikuwa ni mtu mkarimu. Umeona, alikuwa ni mtu mkarimu, hatuwezi kumueleza tukaweza kuyamaliza hapa yale mema yake. Na kwa kuwa leo ni siku yake ya kumbukizi, siku ambayo alifia mwezi 22 katika mfungo mwezi mtukufu wa Ramadhani, na tumeona tuje hapa tumzuru, lakini pia tueleze walau mawili matatu tunayoyafahamu kuhusu yeye katika yale mambo yake mema aliyokuwa akiyaishi. Na baada ya kuyasema haya na kufikia hapa, niseme wama alaina illa albalaghul mubin. Hatukuwa ni wenye kusema kwa fahari, bali tu tumeona tufikishe, huenda yakamfaa mwenye kusikiliza akapata kuiga katika haya mema ambayo tumeyataja. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.